Niko tayari kuja kutoa ushuhuda yangu ya kiteknolojia hizi ambayo nimejaribu kuwatajia majana na majuzi. Nilikuwa pia nimefax ile affidavit, ile kiapo yangu, lakini kwa ikulu ya Tanzania na kwa jeshi ya Tanzania, kwa Chief of Staff, pamoja na DGIS, kwa mkurugenzi mkuu ya usalama ya taifa. Lakini nilitoa ile passport yangu, lakini ni jambo ambayo imeleta mshituko mkubwa miongoni mwa watu Tanzania, na imeleta kwa upande yetu ni jambo zuri, lakini pia limesababisha tumepokea taarifa na majina ya watu 4 imesafirishwa kwa sababu ya kujaribu kutufikia. Tuko na majina zao na namba zao wengine. Kwa hiyo kwa sababu za kiusalama hivi, tunaweza kwa huzuni kubwa naweza nikapotea hivi kwa siku kidogo. Ni jambo inahuzunisha, lakini inabidi tufanye hivyo kwa sababu tuweze kufikia ile jambo nini tunataka. Ikitokezea muda wowote hamjakuwa mmenifikia, msikuwe na wasiwasi. Ni kwa sababu tu ya jambo itakuwa nimeipanga peke zangu, haikui jambo kwamba labda jamaa wamenifikia. Pia napenda kusisitiza kwamba tuendelee kumweka Mungu mbele kwa kila ile hatua ambayo tunachukua. Kwa kila jambo ambayo tunataka kufanya, tumtangulize Mungu na tukue tunafanya maombi sana, kwa sababu maombi ni kitu ilikuwa na nguvu sana. Hii story ya mimi kufikiwa, siko na furaha kuieleza hapa kwa upana yake kwa sababu ya kuepusha kuwatia watu hofu. Lakini kwa watu zote ambazo muko na mapenzi na jambo ambayo tunafanya, naomba kuhakikishia kwamba ni karibia kuwa haiwezekani kwa hawa watu ambazo wanatumwa kwa lengo ya kuja kunifikia mimi, kunifikia kwa hizo njia ambazo wanazitumia, kwa sababu hayo manjia ambayo wanatumia kunifikia ni manjia ambayo yamewahi kutumika kwa miaka ya 1964. Kwa dunia ya sasa hazitumiki tena hizo njia kwa kujaribu kumfikia mtu. Kwa hiyo pia tunamuweka Mwenyezi Mungu mbele, tunafanya maombi sana. Yuko mtu kaweza kujaribiwa kulipwa dola ya Amerika 10,000 kwa sababu aweze kuachia address yangu ya wapi ninaishi. Na pia wameshirikiana, hawa jamani raia Tanzania, lakini wanashirikiana na raia wa Russia kufanya mauaji ya wanaharakati ambazo zinaishi nje ya nchi. So wako na majambazi zao ambayo ni raia wa Russia, na kwa huzuni sana naweza kuambia kwamba kuwalipa majasusi za Russia kuja kufanya mauaji kwa Marekani, kwa Europe, kwa wanaharakati inayotakia Tanzania, wanawalipa kwa pesa ambayo imelipwa kodi ya maskini ambaye anauza njugu, maskini ambaye anaweka kadi. Ile kodi yako inatumika kutafuta na kuweza kuwaua watu ambayo kama sisi tunaipenda kwa moyo wetu wote nchi yetu. Sasa kwa sababu tu tunataka tuhakikishe kwamba kila kodi ambayo raia ya Tanzania inalipa, tunaipeleka kodi ile kwa mipango ya maendeleo na mipango ya kusaidia raia. Tunatakiwa tuchukue hatua za haraka sana kuhakikisha Samia Suluhu Hassan pamoja na timu yake wanatoka kwenye makao matakatifu ya Ikulu na kwenye makao matakatifu ya ubunge kwa haraka vile tunaweza. Na mimi binafsi ninachukua hatua ambazo niko na ufahamu kwamba ni hatua mbaya na zinawaharibia sana mipango yao.
Hiyo nisingependa kuendeleza sana kuzungumza juu ya haya mambo nisingependa kuzungumza sana juu ya mambo ambayo yametokezea leo ya kujaribu kunifikia, kwa sababu hayatakuwa na faida kwenu. Kuondoka kwa mtu mmoja kama mimi ambaye ni mpole na dhaifu ni bora, lakini taifa letu likuwe salama na ndugu zetu wengine wakuwe salama. Leo time ya Afrika Mashariki saa 4 asubuhi tulifanikiwa kufanya mawasiliano na Commonwealth pamoja na Secretariat yake nchini Uingereza, United Kingdom. Na tumefanya mawasiliano na Commonwealth pamoja na Secretariat ya Commonwealth kwa sababu tu ya ile mambo ambazo jana tumekubaliana kuweza kuzuia hii majamaa ambazo zinapelekwa Tanzania, Bwana Chakwera, kuzuia hii mipango zake za kufanya maelewano na kufanya upatanishi ambayo utakuwa upatanishi haramu. Tumechukua juhudi kubwa na tumepata kwa mapenzi ya Mungu jawabu ya haraka sana. Jawabu hii ilikuwa ya papo kwa papo. Sasa kama mtakuwa mnaridhika, niko na furaha kuisoma kwanza barua gani tumepelekea, na baada ya kupigia masimu tumewapigia nini imejibiwa na kuna hatua gani ambayo inakuja kufuata. Sasa kama mtakuwa mnahisi tuko na muda ya kutosha ya kuzungumza hizi mambo zote kwa jumla, niko na furaha kuwasomea hii barua ikiwa mtaniambia niendelee mbele kwa kila jambo ambayo tunafanya. Na pia tudumishe maombi sana, kwa sababu hizi mambo sasa zimekuwa hizi mavita zimekuwa zimebadilika big time. Kwa hiyo tumweke Mungu mbele, na pia jambo jingine tujaribu sana tukuwe na subra, tukuwe tunastahimiliana tukiwa tunakosana, tusikuwe tunachokozeka kwa karibu sana. Nimekuwa napata fursa ya kusikiliza baadhi ya TikToks lives za mandugu zetu wengi ambayo imeingia leo. Nakuta bahati mbaya ndugu zetu wengine inakuwa nakasirika mara moja, tunafanya ubabe. Tusikue tunaishi hivyo, kwa sababu mtu yoyote ambaye anaongozwa na Mwenyezi Mungu anakuwa ana busara ya Mungu. Hata vile akiongea anazungumza kwa busara. Kwa hiyo tujiepushe sana na kugombana sisi peke zetu wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu bila ya wingi wetu hatuwezi kushinda hii vita. Tunamhitaji kila mmoja kwenye hii ushindi. Tunahitaji watu ambazo wanaweza kusimama kwa ICC. Tunahitaji watu ambazo wanaweza kuandika email. Tunahitaji watu ambazo wakuweza kutoka kwa barabara. Tunahitaji watu ambazo wanaweza kuongea kwa mitandao. Kwa ufupi, tunahitajiana. Hakuna mtu bora juu ya hii mapambano. Na tukaweka huyu ni bora na yule sio bora, kuna hatari ya kuja kugombana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo naomba sana tuwe tunapendana na tukue wamoja, na ikiwa mtu imemtoka maneno ambazo zimekukwaza, kuwa mstamilivu. Nimemsikia dada yetu anaitwa One Love alikuwa anaongea kwa mauchungu, lakini tunamshukuru kaka Sama ile anakuwa anasema nao. Jamani, naomba sana muwe na utulivu. Tuko kwa siku za mwisho sana na tuko karibu tunashinda. Kwa hiyo tusikuwe na hasira sana. Kama mtu anatukanwa, mimi peke zangu natukanwa inbox. Mimi peke yangu sasa hivi niko na inbox 1017. Nyingi watu wananiombea dua na wananiambia maneno mazuri, na ziko watu ambazo wananitukana mama zangu. Wananiambia mama yangu mimi amezaa nguruwe kwa sababu mimi ni nguruwe. Na nikamjibu okay, sawa. Ile namuomba Mungu akujalie busara next time ukiwa unaongea au jue nini unaongea, kwa sababu binadamu yoyote ameumbwa kwa mujibu ya picha ya Mungu. Sasa ukiniambia mimi mama zangu kazaa nguruwe, sema na yake wewe unasema Mungu nguruwe. Kwa hiyo nikamwambia usiseme maneno
mabaya juu yangu. Ikiwa tunatofautiana kwa sababu tu ya mitazamo, ama kwa sababu ya makabila zetu, ama kwa sababu ya dini zetu, ama kwa sababu ya rangi ya ngozi yetu, isiwe sababu ya kutukanana, isikuwe sababu ya kugombana. Ikiwa hii live ya Kaka Sama unaiona wewe kwako mbaya, basi unaweza ukaenda sehemu ambazo zinakuwa zinamsifu Samia. Sisi lazima tukue tunagombana. Sio jambo zuri sana. Sisi sote ni ya Tanzania, na ya Tanzania yote ni ndugu. Kwa hiyo namuomba Mungu atuwe anatujalia roho ya kupendana, na roho za utulivu, na roho za hekima, sote ambayo tuko hapa katika mazungumzo yetu, na hizi mazungumzo tunafanya zikuwe zinaleta mafaida. Hiyo ndio imekuwa kama utangulizi yangu. Sasa kama mastori za leo, naomba kuwathibitishia kwamba leo asubuhi tayari nimefikisha ushahidi zangu, nimefikisha kiapo changu kwa desk ya rais wa ICC, kwa Mama Tomoko Akane. Tayari rasmi nimepeleka kiapo changu kupitia email na kupitia kiapo kwa maandishi, ambayo iko na saini yangu, ambayo iko na passport yangu copy, iko na national ID yangu, iko na address yangu, namba ya simu, email, picha yangu. Nimeambatanisha pia criminal record yangu, kwamba mimi sijawahi kuwa mhalifu kwa taifa yoyote ambazo nimewahi kuishi. Officially nimemwekea rais wa ICC, na nikamwekea kiapo cha kisheria na kumwambia kwamba niko na ushahidi kwamba kuna watu 11 kikiwemo Samia Suluhu Hassan, Omar Haji Heri na wenzake wamefanya mauaji ya kimbari Tanzania kwa makusudi. Na naomba kurejea kidogo katika kiapo ambayo nimepeleka ICC leo. Nimemuomba rais wa mahakama ya uhalifu ya kimataifa kwamba mimi peke yangu niko tayari muda yoyote kuitwa kwa mahakama ile kwenda kutoa ushahidi juu ya watu 11 kwamba wamefanya mauaji, na ushahidi ambayo ninaipeleka ushahidi ambayo ninakuwa naipeleka niko nayo, nimeiambatanisha kwa kiapo hicho, ni ushahidi ambayo ina international standards, kama ni kwamba ushahidi yangu una vigezo vya kimataifa, vigezo ambavyo popote pale nikipeleka havitiliwi wasiwasi yoyote, Kwa hiyo nimemwambia kwamba mimi nasubiri wito, sasa hivi nasubiri wito. Kama wataniita, siwezi kuwalazimisha niite, wako na haki ya kuamua kwa raha zao vipi anataka. Na najua kwamba bado hii kesi haijafunguliwa rasmi. Lakini ndugu zangu, nilichokuwa nakifanya mimi, nimejaribu kwa neno la Kiswahili kama kumwin. Nimejaribu kutanguliza kiapo hata kama bado mtu hajamuita. Kwa maana nyepesi, najaribu kuput pressure, najaribu kuwasukuma watu ICC wafanye haraka zile wanaweza, waweke stori zao wazi kamba tayari anataka kumshtaki Samia. Nimepeleka kiapo cha kimahakama ambayo nimeambatanisha kila kitu yangu, address, ID, passport, namba ya simu. Basically sorry. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu ninaomba kuwafahamisha kwamba mpaka sasa hivi kiapo ambacho nimepeleka kitaalamu, kama waziko wanasheria wanajua, nimepeleka kitu inaitwa affidavit. Hili neno kiapo nimejaribu kutafsiri hivi kaipesi, lakini neno affidavit ina uzito wake. Lakini ile kujaribu kuona watu mnafahamu nini nasema, kwa ufupi nimepeleka kiapo halali kwamba niko na ushahidi, ilikuwa ina vigezo vya kimataifa, inathibitisha kama
kuna watu 11 wamehusika na kuua. Nimepeleka ushahidi